Tuanze taarifa zetu. Madai yameibuka ya afisa mmoja anayehusika na uchunguzi wa afisa mkuu wa kituo cha Central jijini Nairobi, Samson Talam, kutuma jumbe za kuomba hela kwa watu kadhaa wakiwemo mawakili. Yanajiri haya wakati naibu inspector generali Eliud Lagat leo akirekodi taarifa katika mamlaka huru ya kusimamia maafisa wa polisi IPOA kuhusu mauaji ya mwalimu Albert Ojwang. Lagat alihojiwa kwa zaidi ya saa 3 kama vile ambavyo Rose Wangoi anaarifu. Naibu Inspector Generali Eliud Lagat akiandamana na wakili wake alifika katika ofisi za mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA leo adhuhuri. Lagat alikuwa hapa baada ya IPOA kumpata kwa mwenye ufaafu wa kutoa taarifa kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang chini ya ulinzi wa polisi. Kulingana na IPOA ni muhimu Lagat kuhojiwa ili aweze kutoa upande wake wa kile kilichotokea. Lakini IPOA inamulikwa kwa kuendesha mahojiano ya Lagat chini ya giza la kamera, haswa ikizingatiwa kuwa hili ni swala lililo na mizizi ya umma. Katika muda wa saa 3 alizohojiwa Lagat, hakuna mwanahabari alimuona akiingia au kutoka katika mahojiano hayo. Maafisa wanaoshughulikia kesi hiyo wamesema taarifa yake itachunguzwa zaidi kabla ya hatua inayofuata kuamuliwa. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa IPOA Isaac Hassan, Lagat ndiye afisa wa mwisho kufika IPOA katika uchunguzi unaoendelea ambao hadi sasa umeshuhudia maafisa 20 wa polisi wakihojiwa. Wakati huo mkurugenzi mwandamizi wa upelelezi wa IPOA Abdirahman Jibril amefikishwa mahakamani ili kutoa mwanga kuhusu tuhuma za utovu wa nidhamu unaohusiana na ukatishaji fedha kwa kutumia simu ya mkononi ya OCS Samson Talam. Jumbe za kutaka zaidi ya shilingi 80,000 zilitumwa kwa watu kadhaa wakiwemo mawakili wanaoshughulikia kesi hii na jamaa zake kwa kutumia simu hiyo ya Talam na iliyotauliwa na IPOA. Kulingana na wakili, ujumbe unaodaiwa kwa ulaghai unaonekana kwa sehemu ya mpango mpana zaidi. Mr. Jibril, who has the phone, needs to come and explain a few things about it. So he cannot investigate himself in his own matter. Rose Wangoi, NTV.